Sawa. Tunaelekea mwishoni. Pengine nikategemea nitakuona na wewe katika kinyang'anyiro cha ubunge kwa sababu umefanya vitu vingi, na kipindi kile kila mtu anajiuliza Matias anataka kuingia kwenye ubunge. Tunaona unatoa madawati, umechangia kanisa, tukategemea pengine tutakuona katika si vibaya kutoa mchango kanisani. Kwa sababu mimi ni Mkristo. Kwa hiyo si jambo baya. Na si jambo baya kutoa mchango shuleni. Kwa sababu nafahamu mazingira ya walimu, nafahamu mazingira ya shule. Serikali inafanya kazi kubwa sana. Uko nataka ubunge. Serikali, namaliza kwanza. Serikali inafanya kazi kubwa sana ya kusimamia sera na mitaala kwenye sekta ya elimu. Sasa haya mambo makubwa inayoyafanya ikiwemo kuwalipa mishahara walimu, kuna mambo madogo madogo ambayo yanaitwa changamoto, hayawezi kumalizika. Sasa yanaweza kumalizwa na watu ambao pengine wanaweza kusaidia. Kwa hiyo wale watu wanaweza kusaidia, mimi ni mmoja wao. Sio kwa sababu nina kiasi kikubwa cha pesa, hapana. Ni kwa sababu nina moyo wa kufanya hivyo. Nina wito wa kufanya hivyo. Nafanya kwenye jamii ninayotoka, kwa hiyo ni jambo jema. Sasa hilo la kusema hukuniona kwenye ubunge na pengine ulitarajia unione kwenye ubunge, ni kwa sababu matarajio yako sio ya kwangu. Unajua unatarajia wewe, unatamani niwe, ila kwa sababu mimi bado sijafikia hatua hiyo, siwezi kufanya hivyo. Mimi ninamuunga mkono sana mbunge ambaye anatuongoza kwenye jimbo letu la Iramba Magharibi. Sisi tumepata bahati katika kipindi cha muda mfupi, tumekuwa na waziri ambaye tumekuwa na mbunge ambaye alipoingia tu kwenye ubunge akawa naibu waziri wa fedha. Na kama haitoshi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akamteua kuwa waziri wa mambo ya ndani. Na kama haitoshi, akateuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Na vile vile kama haitoshi, akateuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango. Na baadaye wizara zile zikatenganishwa zikawa wizara mbili, kukawa na wizara ya fedha na kukawa na wizara ya mipango. Wizara ya mipango akapewa Profesa Kitila Mkumbo, ambaye najisikia fahari kwa sababu pia anatokea Singida. Wizara ya fedha akapewa waziri yule ambaye nimeanza kumzungumzia, ni mbunge wa jimbo langu mimi, ambalo pengine wewe unatamani mimi, tamaa yako ulionayo mimi pengine labda ningeenda. Sasa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, ni comrade ambaye mimi nimekuwa msaidizi wake muda mrefu kidogo. Mara ya mwisho nimeacha kufanya naye kazi akiwa waziri wa katiba na sheria, kama msaidizi wake wa karibu. Unajua ukiwa msaidizi wa waziri, maana yake ni msiri wa waziri. Na waziri ni kiongozi mkubwa sana kwenye nchi. Ana vitu vingi sana ambavyo anavifahamu, na pengine kwa namna moja ama nyingine wewe kama msaidizi unaweza ukavifahamu, ila unapaswa kuwa na kifua cha hali ya juu. Kwa hiyo kwa malezi ambayo amenikuza, mimi nafika hapa kwa sababu yake yeye. Mimi nafika hapa, hatua zozote ninazozipiga unaziona wewe, sio kwa sababu nyingine yoyote, ila ni kwa sababu alinishika mkono, akanisaidia, akanisupport. Mimi nina sababu gani ya kwenda kumvuruga kutaka ubunge? Na sababu gani? Mwigulu unajua bado kijana, hajazeeka yule. Bado kijana. Alafu mmeshakuwa kwenye jimbo na waziri wa fedha. Wewe unataka uende ili ukawe waziri wa nini? Umenielewa sijui? Kwa binafsi maneno hayo nayasikia kwako kwa mara ya kwanza, kwamba ungetamani ni wewe. Sijui kusikia watu wakiniambia, ila wewe nakusikia wanasema ungetamani labda iwe hivyo. Mimi natafuta hela, ngoja nifanye biashara.